Laurindo Depu Maria bara jipya mjini. Kwa nini nakwambia hivyo? Ni namna ambavyo mchezaji huyu tangu aweze kutoka kwenye viunga vya klabu ya Yanga amekuwa na muendelezo wa takwimu nzuri kweli kweli, ukifananisha na washambuliaji mbalimbali ambao wamesajiliwa ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga tangu aweze kuondoka mshambuliaji wao Fistoni Kalala Mayele. Laurindo Depu Maria ni miongoni mwa washambuliaji hatari kweli kweli. Tulikuwa tunasikia tu taarifa zake na tuliweza kumuona kwenye michuano ya Chani, lakini pia kubwa kuliko ni hiki anachokifanya sasa hivi tangu aweze kutua ndani ya klabu ya Yanga. Uwezo wake umeshaweza kuonyesha ya kwamba yeye ni mshambuliaji wa namna gani. Sasa mara baada ya kuona mchezaji huyu akicheza kwenye mchezo wake wa pili akiwa amevalia timu ya Yanga Sports Club kwa kwanza na mchezo wa klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly, lakini pia kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji, na kwenye mchezo huo mchezaji huyu aliweza kufanya makubwa licha ya kuhusika kwenye magoli aloweza kufunga, lakini pia mikimbio yake ya hatari kuelekea lango la timu pinzani. Sasa kama tunavyofahamu, klabu ya Yanga mara baada ya kuweza kutamatisha mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kibarua kinachofuata sasa hivi tunarejea kule kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunaenda kushuhudia klabu ya Yanga wakicheza mchezo huo pale kwenye viwanja vya New Amaan Complex visiwani Zanzibar, wakaikaribisha timu ya Al Ahly kutokea pale nchini Misri, ambapo kwenye mchezo Yanga walipokuwa ugenini pale nchini Misri waliweza kupoteza kwa chuma 2-0 walipokuwa ugenini. Safari hii klabu ya Yanga wanakwambia Guantanamo atoki mtu. Sasa kuelekea mchezo huu ambao klabu ya Yanga atakuwepo nyumbani kuialika timu ya Al Ahly kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika kundi la B, mshambuliaji mpya wa klabu ya Yanga Laurindo Depu Maria, yeye bwana, kuna kauli yake ambayo ameweza kuitoa ama kuahidi mashabiki wa klabu ya Yanga kuelekea mchezo huo ambao klabu ya Yanga watakuwepo nyumbani pale visiwani Zanzibar kucheza dhidi ya Al Ahly. Na kauli yake aloweza kuitoa bwana, ni kauli moja tata sana kuelekea mchezo huo, na bila shaka ungependa kuweza kufahamu ni kitu gani ambacho mchezaji huyu Depu ama mshambuliaji huyu ameweza kukizungumza kuelekea mchezo huo ambao timu ya Yanga watakuwepo nyumbani pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amaan Complex kuialika timu ya Al Ahly. Kwa undani wa taarifa hii kuhusiana na hiki ambacho mshambuliaji huyu Depu ameweza kukisema mapema kabla ya mchezo husika kati yao dhidi ya Al Ahly, usiendelee kusalia nasi hapa Bongo Vibe TV. Sisi tutakusogezea moja kwa moja kile ambacho Laurindo Depu ameweza kukizungumza kuelekea mchezo huu hapo kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja, ili nawe mwanamchezo wangu uweze kufahamu ni kitu gani hiko mshambuliaji huyu mpya ambaye naweza kusema hili ni bara jipya mjini lililoweza kutoa kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini pia kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi, mwana michezo wangu, kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa Bongo Vibe TV alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, hakikisha mwanamichezo wangu unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayotokeza hapo pembeni kwa kutani on notification. Ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Au utakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia Bongo Vibe TV. Na wewe kama tayari umekushaweza kusubscribe kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo nimekujuza hapo awali juu ya kile ambacho mshambuliaji huyu mpya wa klabu ya Yanga Laurindo Depu Maria ameweza kukiongea ama kukiweka wazi kuelekea mchezo kati ya timu yake hiyo ya Yanga dhidi ya timu ya Al Ahly kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa pale visiwani Zanzibar kwenye majira ya saa 1 za usiku kwenye tarehe 31 mwezi huu hapa Januari. Sasa kama nilivyokujuza mapema ni kwamba mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kutamatisha mchezo wao dhidi ya timu ya Dodoma Jiji pale kwenye dimba la KMC Complex, kibarua kinachofuata ni kati yao dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao
ni wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kundi B, ambapo ndani ya kundi hilo B mambo yanazidi kupamba moto kwelikweli. Kila timu bado ina nafasi, licha ya klabu ya Yanga kushikilia nafasi ya pili na nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Al Ahly, lakini ukiangalia mwenendo mzima wa kundi unaweza kusema ya kwamba kila timu ina nafasi ya kuweza kupata alama ambazo zinaweza kuwasaidia kutinga kwenye hatua ya robo finali. Sasa kwenye mchezo ambao klabu ya Yanga ilicheza dhidi ya Dodoma Jiji, tuliweza kushuhudia performance ya hali ya juu kutoka kwa mshambuliaji wao mpya, si mwingine hapa namzungumzia Laurindo Depu Maria, ambaye aliweza kuonyesha kiwango cha hali ya juu, akiweza kutoa assist, lakini pia akiweza kufunga magoli mawili kwenye mchezo huu hapo ambao walicheza dhidi ya timu ya Dodoma Jiji katika michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Laurindo Depu ni mshambuliaji ambaye ameingia kwenye kikosi cha klabu ya Yanga katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Licha ya kukaa kwa muda mchache na kikosi hiko cha klabu ya Yanga, lakini imeonekana kama ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamekliki moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo ya Yanga Sports Club. Hivyo kulingana na hiki ambacho ameweza kukionyesha kwenye michezo miwili ambayo tumeweza kumshuhudia mchezaji huyu akivalia jezi ya Yanga Sports Club na kukichafua kwelikweli eneo la juu ama eneo la ushambuliaji, wala tukashuhudia kumuona kocha Pedro Gonçalves akianza naye tena kuelekea kwenye mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati yao dhidi ya timu ya Al Ahly. Mchezo unatarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi huu hapa Januari pale kwenye dimba la visiwani Zanzibar, uwanja wa New Amani Complex. Na mpaka ninavyozungumza nawe sasa hivi hapa tayari kikosi cha klabu ya Yanga kimekushaweza kusafiri kuelekea hapo visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mapema kwa kabili vilivyo timu ya Al Ahly. Ukiangalia kundi lao klabu ya Yanga ili waweze kujiweka sawa katika nafasi zile mbili za kufuzu michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika hatua ya robo finali, inamlazimu klabu ya Yanga aweze kupata matokeo mawili. Matokeo ya kwanza lazima klabu ya Yanga aweze kushinda mchezo huo kati yao dhidi ya Al Ahly, lakini ikitokea kwa bahati mbaya mambo yamekwenda kombo, klabu ya Yanga aweze kusare mchezo huo dhidi ya Al Ahly, lakini matokeo ya kufungwa yatakuwa matokeo mabaya zaidi kwa timu ya Yanga Sports Club, kwa maana kwamba atasalia na alama zake zile 4 ambazo ameweza kuzipata kwa michezo miwili kati ya mitatu ambayo ameweza kucheza. Tusubirie kuona siku ya mchezo husika kitakuwaje pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar, kama wenyewe wanavyoita mashabiki wa klabu ya Yanga Guantanamo Bay. Kwenye dimba hilo anakuambia atoki mtu salama. Mimi ningona kusogezea hayo na kukujuza hayo machache kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia hapa mezani kwetu sisi kama Bongo Vibe TV. Lakini huu ndo muda wako sahihi, kama una maoni yako ama mtazamo wako, njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment na sisi tutakuja kuchachi na wewe kupitia hapo. Bila kusahau mwana mchezo wangu, jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kupata kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.